Bana, mambo vipi mtazamaji wa Data Sports? Karibu nyumbani, jina langu naitwa Cisco, niko hapa na chuma cha Mjerumani Ibrahim mwana wa Ambokile. Utakwenda kusikia mengi na mazuri, lakini akiwa yanapewa nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kwa nini uteseke ulale na beseni pamoja na sufuria, usubiri inyeshe ili ukinge panapovuja? Wakati sisi tupo kwa ajili yako. Fika kiwandani tukupatie bidhaa bora kwa gharama nafuu mno. Ibrahim Ambokile, uko vizuri? Mimi nashukuru Mungu niko poa sana. Ndio, Young Africans hatimaye wanasema wamefika kasi, ijapokuwa watu walikuwa wanayazungumza mengi mno kwamba Young Africans hawawezi kwenda kasi, na ile barua ni siasa. Rasmi kasi wamethibitisha kwamba Young Africans wamefungua shauri kasi. Taarifa hizi kwenye vyanzo vyako vya kuaminika lipoje na limekaaje? Ni kweli hicho ambacho unachokisema, kwa maana ya kwamba Yanga kuweza kupeleka mashtaka yao kwenye mahakama ya usuluhishi wa kandanda duniani CAS. Ndio. Kwa kilichobaki ni kwamba ni taarifa ya kuja kuwafikia wahusika, kwa maana kwamba Simba, bodi ya ligi, kwa muda wa siku zipatazo 10. Kwa hiyo sasa kwanza nawapongeza Young Africans kwa hiki ambacho wameona ni vyema wakifanye, na huenda ikatusaidia kuja kuuponya mpira wetu ambao umeingiwa na madudu mengi sana. Okay. Mpira wetu umevamiwa sasa. Ni kama watu wameona, ni kama watu wamejisahau. Mahali ambapo walipo wanaona kila kitu wanaweza kukifanya bila kufuata sheria na kanuni. Na haya ndio mambo ya kihuni ambayo nayasema kila siku. Okay. Unanipata vizuri? Yes. Na sosi kubwa ni kwa sababu ya dabi kuhairishwa kiharamu. Yani dabi imehairishwa kihuni. Dabi imehairishwa kinyume na taratibu na kanuni. Okay. Haiwezekani. Dabi inahairishwa bila mwenyeji wa mchezo hajui chochote kinachoendelea. Hajapewa taarifa. Haiwezekani, kwa sababu ukiangalia katika mazingira ambayo dabi imehairishwa, ni kama Simba na bodi ya ligi lao moja. Kwamba tulete timu na msicheze. Ni mambo ya kishamba katika soka la Tanzania. Kwa sababu kanuni na sheria zipo. Yani ni aheri bodi ya ligi ingesema kwamba mechi iko pale, kama kuna jambo lolote ambalo mmefanywa kinyume na utaratibu, sheria na kanuni zipo, zitachukuliwa. Aidha Yanga kupigwa faini hata milioni 100. Okay. Lakini timu iletende uwanjani. Kwa katika hiki ambacho wamekifanya Young Africans kupeleka kesi hii kwenye mahakama ya usuluhishi wa soka duniani, mimi ninawapongeza kwa sababu itakuja kutuondoa hapa tulipo pabovu kwenda mahali ambako ni pazuri zaidi. Okay. Na mahali popote ambako soka limeendelea, wamepelekeshana sana kazi ili kunyoosha mpira. Okay. Kuna mahali tumejisahau. Majibu ambayo hana mashiko yako mengi sana. Leo tunaacha kutatua changamoto, tunaanza kusifiana CV za mtu fulani. Haiwezekani. Huu sio muda, ni muda wa kusolve tatizo. Sio sifa za kufuzu AFCON, sio sifa za kufuzu au kufuzu kwenye mashindano ya ufukweni. Hapana. Sio muda wa kampeni wa kumchagua mtu aende kwenye nafasi fulani. Nalaani vikali chuma cha Mjerumani. Ndio. Bwana, wewe chuma cha Mjerumani umekuwa na vyanzo vya uhakika mno juu ya haya mambo ambayo yanaendelea, na taarifa hizi huwa unazinyaka kwenye vyanzo vyako muhimu. Jinsi hili sakata lilivyokaa, umeelewa vizuri? Mpaka sasa hivi unaona Yanga inaweza kutoboa na bodi ya ligi labda akaangukia pua huko CAS, kwa jinsi ambavyo unalishuhudia hili sakata jinsi lilivyo? Kwanza msimamo wa Yanga Afrika ni kutaka kuwaombua wale wote ambao hawana sifa ya kuweza kufafanua sheria na kanuni. Wananipata vizuri? Vizuri sana. Ndio msimamo wa Young Africans. Okay. Yanga sika na kwamba hawako tayari kucheza. Wanataka kujua nini kilisababisha dabi kuhairishwa. Je, ni sheria na kanuni? Kwa nini sheria hizo haziwekwi wazi? Nilitamani kuona sababu iliyosababisha dabi kuhairishwa ndo iwe kipaumbele zaidi kuliko mafanikio ya rais wa TFF. Okay. Unanipata vizuri? Vizuri sana. Tunakimbia hoja, tunaenda kwenye sifa ambazo sio muda wake. Hakuna Mtanzania ambaye hajui kwamba Tanzania tumefuzu AFCON mara ngapi. Ndio. Hakuna Mtanzania ambaye hajui mbali na kufuzu tumeshinda game au hatujashinda. Sasa huu sio muda wake. Okay. Kushinda au kutoshinda kwa Yanga Afrika ni jambo lingine. Licha kuwa mimi hoja yangu ni kwamba
dabi imeahirishwa kwa sababu zipi? Unanipata vizuri? Vizuri. Manake hapa ukiangalia bodi wasimamizi ndio wanakwenda kuumbuka. Kwa mimi ninachokiona. Kwa sababu hata wenye kasi wao wenyewe watataka sheria zikoje za kuahirisha mchezo, sababu iliyosababisha mgeni asije kwenye mechi ni zipi? Na je, kama amekuja kufanya mazoezi kwa mujibu wa kanuni na amefanyiwa sawa vurugu, adhabu inasemaje kwa yule ambaye amemfanyia adhabu? Sasa tumeshindwa kwenda kusimama kwenye hoja ya kama Simba imefanywa fujo, kanuni inasemaje kwa wale ambao wamefanya fujo, wanachukuliwa hatua gani? Tunakwenda kuhairisha game. Shame katika soka la Tanzania. Okay. Unanipata vizuri? Vizuri sana. Kwa hiyo hii ni kwenda itakwenda kutupa uwanda mpana wa kujua tuliokuwa nao je ni sahihi au sio sahihi. Mfano, ingekuwa ni muda sahihi wa uchaguzi, si ndio? Yes. Wa mwenyekiti wa bodi ya ligi, na jaribu kufuatilia utaratibu unaendaje wa muda kuondoka, au anatakiwa kuondoka kama hana sifa. Kwa sababu ukiangalia mpaka dakika hii, labda kwa sababu ya muda wa kuweza kumchagua mwingine, yes, haujafika, lakini kiuhalisia Steven Mguto hadeserve kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kwa sababu sasa hivi sio mwenyekiti wa timu yoyote, na mwenyekiti wa bodi ya ligi unatokana na mwenyekiti wa klabu baada ya uchaguzi uliofanyika kwenye bodi. Unanipata ninachosema? Vizuri sana. Kwa kama muda sijaangalia muda uko, lakini kama muda nasema itakuwa ni muda fulani wa uchaguzi. Yes. Maana yake mpaka dakika hii bodi ya ligi haina mwenyekiti mwenye sifa. Unanipata vizuri? Vizuri sana. Uyapata mahali pengine isipokuwa ni Data Sports. Yes. Unanipata vizuri? Ndio. Yaani ni ukweli usiopingika. Mpaka dakika hii hatuna mwenyekiti mwenye sifa za kukidhi kuwa mwenyekiti wa bodi. Kwa sababu sio mwenyekiti wa timu huko alikotoka. Ndio. Yuko kwa tiketi ya kiti gani? Ni changamoto. Unanipata vizuri? Sana. Na nilitamani nione ufafanuzi. Bodi ya ligi na TFF bado kuna changamoto nyingi sana. Cisco. Yes. Costi wameshachagua mwenyekiti wao. Lakini bodi ya ligi hawajatoa taarifa ambayo pengine ingeleta ukakasi kwa jamii. Wanipata vizuri? Ndio. Bodi ya ligi mwenyekiti wao hana sifa kuwa mwenyekiti. Wangeleta ufafanuzi. Jamani, ukomo wa mwenyekiti, binadamu tumeambiwa kusahau, shughuli ziko nyingi. Ukomo wa mwenyekiti ndio utaishia muda fulani uchaguzi ufanyike. Na tunalisema hili kwa sababu mwenyekiti wetu wa bodi yupo kikanuni. Sawa? Yes. Lakini ukomo wake utakapoisha ni kwenye uchaguzi. Licha kwa hivi sasa anashikilia kwa sababu muda wa uchaguzi bado. Watu wangewaelewa. Yes. Niliwahi kusema siku moja, kila Mtanzania anajua Adel Amrochi alikuwa ni kocha wetu. Ndio. Na serikali ilikiri wazi wakati amefungiwa na CAF michuano ya AFCON, migogoro yake diplomasia kati ya Morocco pamoja na Algeria, si ndio? Yes. Akasimamishwa kwenye mechi zipatazo 10. Ndio. Si ndio? Yes. Akakaimu kocha Hemedi Suleiman Morocco. Sawa? Yule bwana ameshinda kesi. Na wakati kesi inaunguruma bado alikuwa analipwa mshahara na serikali. Ukihoji kuhusiana na mkataba, unaambia nenda TFF. Bado na mkataba na TFF. Hatujakaa sana. Yule jamaa akashinda kesi. Baada ya kushinda kesi, Rwanda wamemtambulisha kama kocha wao mkuu. Yes. TFF kuko kimya. Ilibidi tujue jamani, tumevunja mkataba na kocha Adel Amrochi. Yes. Mnapomuona Rwanda huko ni kocha ambaye yuko huru. Tazama hayo mambo. Nazungumza idara zote. Unakuja kwenye idara ya bodi ya ligi pia. Yes. Ya utoaji wa taarifa. Bado kuna changamoto. Kwa Yanga wanakwenda kutushitua kwamba watu wajue majukumu yao. Na siku ya jua tu. Na kuyatufanyia kazi. Very sure. Mtanzania usiombe asome checha form 4 amefaulu masomo yote. Kila kote atasoma. Na mwisho wa siku unashindwa kujua je ubaki kwenye taaluma ipi? Je, upo kwenye mpira tu au ni engineer? Ndio. Ndio haya sasa. Huu ndio muda wa kubadilika. Mimi naipongeza Young Africans. Ndio. Kwa kwenda mbele zaidi. Kwa sababu kwetu tumeshindwa kufuata sheria na kanuni, nataka tulete hekima na busara. Haiwezekani. Okay. Mimi Yanga nina washauri. Wasbaki na msimamo wao ule ule. Lakini kiuhalisia bodi ya ligi kwa hiki kinachoendelea, kitendo cha kwenda kuomba msaada serikalini, hawadeserve kubaki pale. Kwani msaada serikalini waliomba bodi ya ligi?
Wao walisema kuna kipindi akasema ili jambo linakoelekea tutaomba msaada serikali. Yes, alisema manake mmeshindwa kukaa ofisini. Manake mpo ofisini kwa kufuata sheria na kanuni kuongoza mpira. Okay. Si ndio? Sasa leo kama mnakwenda kuomba msaada na sheria zipo, nini manake? Tufute sasa sheria na kanuni. Manake ofisi imewashinda. Waondoke. Nilitegemea hadi leo tarehe 1 mwezi wa 4 hayupo mtu bodi ya ligi mle ndani. Nashangaa mpaka alafu kujiondoa madarakani ni hekima na busara. Inategemea, lakini sio kwa Afrika. Kwa sababu gani? Sasa sisi au madaraka tunayataka kwa sababu binafsi. Maokoto. Basi ndio tunawaharibu mpira wetu. Ungelikuwa wewe chuma cha Mjerumani ungejihudhuru? Ni jambo zuri sana. Mimi ningekuwa mfano wa kuigwa chuma cha Mjerumani. Ungeachia madaraka. Kuondokana na kadhia hii. Kwa sababu sio kila mmoja na kuwazia mema au na kusemea mema. Bahati nzuri nakutana sisi tunazungumza kiprofessionalism kwamba no, kutokana na hili fulani jiweke kando. Lakini mtu wa mtaani anakutukania mpaka mama yako. Sana. Unanipata vizuri? Sana. Yes. Kwa tumetofautiana. Mimi nimenyooka tu. Una hoja, lete hoja. Sitaki kutishana, wewe lete hoja. Ambo kila hapo umekosea wala hamna shida. Mahali pa kuomba radhi mimi nitakuomba radhi wala sina shida. Ndio. Lakini kwa hapa napoona lazima walete ufafanuzi. Leo mambo ya bodi ya ligi ambayo bado yako ndani anakwenda kuzungumza chawa ambaye hausiki na bodi ya ligi na afisa bado bodi ya ligi yupo. Cisco, hii ni anguko katika soka la Tanzania. Na yote kwa yote unaona linaweza kusepa na vichwa vya watu ilisakata hili. Kwa hiyo kilitazama vizuri Ibrahim Ambokile. Kusepa na vichwa vya watu ni wao kujitathmini wao wenyewe. Laiti kama itokee kiongozi wa juu aseme, kwa sababu bodi ya ligi ukiangalia mambo mengi. Kwanza bodi ya ligi haiko huru. Okay. Mambo mengi ambayo yanachakataliwa kwenye bodi ya ligi yanakwenda kwenye Escom ya TFF. Hasa unakuja kuona bodi ya ligi ingekuwa iko huru, hata mikataba ya haki ya matangazo kwa vilabu asinge saini rais, ataka kusaini mwenyekiti wa vilabu. Huji kuona duniani kwenye bodi ya ligi ambayo iko huru kama Spain na kwingineko. Huji kuona bodi ya ligi nchini England juzi imetangaza mkataba wa kampuni fulani ya mpira umeisha, umeingana na kampuni nyingine ya Ujerumani. Umemsikia rais wa shirikisho nchini Uingereza? Hapana. Kwa sababu bodi ya ligi ndio mamlaka yao yale. Na hata siku ile na kukatisha kidogo wakati wanatoka kwenye mkutano na waziri aliulizwa Mguto chochote akasema si atazungumza mkwangu wa kazi. Haiwezekani. Rais sikiliza. Tenga wakati anaunda bodi. Aliacha bodi ambayo bado capacity yake ndogo. Akasema hii kufikia miaka 4-5 itabidi bodi iwe huru ili jitegemee kujiendesha mambo yake. Okay. Unanipata vizuri? Yes. Lakini mpaka dakika hii najuza naulizwa Tenga. Tenga bwana vipi? Bodi ya ligi yule ambayo ulichokisema tofauti na hiki tunafanyaje? Mzee wangu anasikitika, mzee wa hekima sana yule. Leo diga chila Tenga. Walipata vizuri? Akasema mimi nashangaa. Baada kuonyeshwa madudu sasa ambayo yanaendelea madudu. Haiwezekani. Leo ukiangalia mimi katika kitu ambacho natamani kukiona. Yes. Uwekezaji wa Yanga ishinde ubingwa kihalali. Uwekezaji wa Simba ishinde ichukue ubingwa wa kihalali bila favoritism yoyote. Lakini leo hii unakuja kuona msimu huu unajua Yanga ilichukua ubingwa kutokana na Simba kuvurunda misimu mitatu. Yes. Simba ilichukua ubingwa mara 4 mfululizo baada ya kuona Yanga Africans ni chakalamu, hakuna kitu, pesa hakuna. Lakini msimu huu Yanga wana hela, Simba wana hela. Lakini Simba anakuja kufeli kwenye sajili za maana. Kinachoendelea kwa hivi sasa ni kuibeba Simba kuchukua ubingwa msimu huu. Wana mechi 8 za nyumbani ambazo uwezo kuamini msimu huu. Dirisha hili mpaka dakika inapokuambia. Sizibaki mechi kadhaa. Yes. Wana mechi 8 za kumaliza Dar es Salaam. Wewe uko hujui? Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukrani. Bwana, mambo ni mazito kweli kweli, chuma cha Mjerumani kimeunguruma hapo. Mimi naitwa Cisco na hii ni Data Sports. Endelea kuwa nasi kwa maana sisi tunaendelea kukupa taarifa bora za michezo na burudani. Nyuma ya kamera yuko Renato pamoja naye Michael Biava. Kwaheri.